anapokuwa na hasira, basi ikiwa amesimama akae, ikiwa amekaa alale. Ikiwa umesimama na hasira ukikaa, zile hasira zikipungua zikiondoka, basi. Ikiwa umesimama na ukakaa, hasira bado zimepungua kidogo, lakini bado ziko, wahisi kwamba bado unazo zile hasira zitataka kupelekea kutukana mtu au kufanya maamuzi mabaya, basi idtaji. Mtume asema lala, kwani kule kulala kutaondosha hasira kama zile. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baada ya kuwa na silsila wiki iliyopita ya kueleza namna gani Uislamu umeenda kumwelekeza mwanadamu kuishi na mambo ambayo kwamba hawezi kuepuka, miongoni mwao tukasema ni hasira. Ni vipi Uislamu, vipi Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja kutuonesha jinsi gani ya kuishi na jambo kama hili, kwa sababu ni mambo ambayo kwamba mwanadamu Muislamu hawezi kuepuka nao. Mwanadamu kasirika, huudhika, ufurahika, lakini yote haya Uislamu ukaja ukatokea njia juu ya kuamiliana na haya. Tukaeleza maana ya hadithi kama ile Mtume alivyomwambia yule bwana alivyokuja akamwambia Rasulullah, ausini ya Rasulullah. Mtume akamwambia la taghdab. Tukaeleza maana yake na mafuhumu yake, namna ulama alivyoeleza, na tukaeleza baadhi ya fawaid ambazo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpatia huyu bwana wasia kama huu ili kuweza kuchunga mambo kama haya ambayo kama tulieleza wiki iliyopita takriban matatu au manne: himayatul alaqat na adamun nadam, mtu kutojuta baada ya kufanya mambo baada ya kuwa na hasira, na lingine ambapo kwamba tumelieleza. Ili hizi faida ambazo kwamba tuzieleza wiki iliyopita tuzipate katika maisha yetu, tuchunge alaka ambazo kwamba ziko baina yetu, yani hasira zisivunje alaka, zitufanye sisi ni wenye kujuta baadaye, baada ya kuchukua karar, kuchukua maamuzi au kusema mambo kwamba tutasema. Basi Uislamu vile vile ukaja ukatuwekea njia, ukatuwekea namna ya kuamiliana na jambo kama hili ambalo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameenda kumuhusia bwana huyo, akamwambia la taghdab. Warada fi sunnati, imekuja katika sunna za bwana Mtume au hadithi za bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma yu'inu ala dhihabin wa itfa'il ghadabi. Zimekuja hadithi za bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kumsaidia au kumpatia njia Muislamu juu ya kuzima hasira zake au kuweza kuzipunguza hasira kama zile. Yani kuna mambo Uislamu kupitia Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja kutueleza, mtu anapokuwa na hasira, ili asalimike na hasira zake, ili aweze kuziondosha hasira zake, ili aweze kuzipunguza hasira zake, asiende kupata majuto, asiende kufanya yale ambayo kwamba tumeyaeleza nyuma, ambayo kwamba ataenda kujuta baadaye. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatupatia njia, baadhi ya njia ambazo kwamba mimi na wewe, mimi mzungumzaji na msikilizaji, yatakana tushikamane nazo wakati wa hasira zetu. Ya kwanza, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika jambo ambalo kwamba lamsaidia mtu kupunguza hasira zake au kuondosha hasira zake, at-ta'awudhu billahi minash shaitani rajim, ni mtu kujilinda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na shaitani aliyolaniwa. Kama fi riwayat Suleiman bin Sardin radhiyallahu anhu, kama ilivyo katika riwaya ya Suleiman bin Sardin, sahaba kama huyu radha Mwenyezi Mungu zimwendee, qala, amesema istabba rajulani inda an-nabi sallallahu alayhi wasallam, waliteta, walitukanana, walipeana maneno makali watu wawili mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu indahu julusun, na usahaba asema na sisi tumekaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wale watu walipokuwa peana maneno makali, maneno mazito, maneno ya hasira, wamekasirika. Wa ahaduhuma yasubbu sahibahu, na mmoja wao katika wale watu wawili yamtukana mwenzake hali ya kuwa na hasira, yani hasira zake zilimpelekea akashindwa kujuzuia, ikawa amtukana mwenzake. Kad ihmarra wajhahu, uso wake umekuwa mwekundu kwa hasira, uso wake umebadilika rangi kwa sababu ya hasira, amtukana yule mwenzake.
Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume rehma na amani zimshikie akasema, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba ma yajidu. Mtume asema wallahi, mimi najua kilma, lau huyu mwenye hasira ambaye kwamba uso wake umekuwa mwekundu, mishipa shingo imemtoka, amtukana mwenzake, amtupia mwenzake maneno makali makali, wallahi kuna kalima lau atakisema kilima kama hicho, hasira alizonazo zitaondoka au zitapungua, maana yake hatoenda tena kumtukana mwenzake na kutoa maneno. Lau qala, Mtume akasema, lau atasema a'udhu billahi minash shaitani rajim, lau atasema a'udhu billahi minash shaitani rajim, Mtume akasema kwamba hasira zake zitapungua au zitaondoka kabisa, itakuwa zimemnusuru na kufanya yale ambayo kwamba ilikuwa yajua. Faqalu lirajulin, masahaba kumwambia mtu, ala tasma'u ma yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, je, husikia haya ambayo kwamba yakwambia Mtume Mwenyezi Mungu rehema na kwa sababu gani? Kwa sababu yule bwana baada ya Mtume kusema vile bado ikawa aendelea kumtukana yule mwenzake na hasira zimempanda, na hakusema yale maneno ambayo kwamba Mtume ameyasema. Qala inni lastu bimajnunin, yule bwana akasema mimi si mwenda azimu bwana, kwani mnanifanya mimi mwenda azimu mpaka niseme maneno hayo? Sawa. Kwa hivyo katika hadithi ni hadithi ambayo kwamba rawahu al-Bukhari wa Muslim, imepokelewa na Bukhari na Muslim. Katika hadithi hii tupata funzo gani? Ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam atupatia irshad, atupatia njia, atupatia mwelekezo wakati tunapokuwa na hasira zetu. Basi ukiona hasira zimekuja, sema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Hasira kama zile zitapungua au zitaondoka kabisa, itakuwa umenusurika na hasira ambazo kwamba zingeupelekea wewe kutamka maneno mabaya, kutukana, kumkejeli mtu au kujivunja heshima mbele za watu. Kwa hivyo funzo la kwanza ni kwamba mimi mzungumzaji na msikilizaji ni wanadamu, tukasirika, tufurahika. Tunapokasirika tufanye sana bidii ya kusema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Katika njia miongoni mwa njia za kupunguza hasira au kuondosha hasira ambazo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha, aljulus wal iltija, ni kukaa au kulala. Mtu anaposhikwa na hasira, Mtume akatufundisha kwamba mtu anapokuwa na hasira, basi ikiwa amesimama akae, ikiwa amekaa alale. Ikiwa umesimama na hasira ukikaa, zile hasira zikipungua zikiondoka, basi. Ikiwa umesimama na ukakaa, hasira bado zimepungua kidogo, lakini bado ziko, wahisi kwamba bado unazo zile hasira zinataka kupelekea kutukana na mtu au kufanya maamuzi mabaya, basi iltaji. Mtume asema lala, kwani kule kulala kutaondosha hasira kama zile. Hadithi iliyopokelewa na Abi Dharr radhiyallahu anhu, qala, amesema qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, idha ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun, Mtume asema atakapo kasirika mmoja wenu hali ya kuwa amesimama, sawa, basi Mtume akasema faliyajlis, basi na akae. Ikiwa mtu amekasirika na amesimama, Mtume akasema huyo mtu akae. Fa in dhahaba anhu alghadabu wa illa falyaltaji, ikiwa baada ya kukaa hasira zimeondoka, basi inatosha huko kukaa. Lakini Mtume akaongeza tena, ikiwa baada ya kuwa amekasirika hali ya kuwa amesimama, atakapokaa ikawa hasira bado hazijaondoka, hazijapungua au zimepungua kidogo lakini bado ziko, falyaltaji, basi Mtume asema huyo mtu na alale. Hakika kule katika kulala huondosha hasira. Kwa hivyo pale nyumbani mke amekuudhi, amekukasirisha, wewe mume umemuudhi mke wako, mke amemuudhi mume, rafiki amemuudhi rafiki yake, au mumeudhiana katika hali ya kazi, hali ya biashara, hali ya muamala, basi Mtume atufundisha kwamba ili zile hasira uziondoshe, sikupelekee katika majuto na hasara, basi ikiwa umesimama kaa, na baada ya kukaa ukiona hasira zimeondoka, basi imetosha, khalas, yatosha hiyo kukaa kwako. Ikiwa bado umekaa na hasira bado ziko, basi iltaji, lala. Hakika kule kwenye kukaa hupunguza hasira, huondosha hasira, na kule kwenye kulala huondosha hasira na hupunguza hasira. Katika miongoni mwa njia ambazo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja kutueleza na kutupatia irshadi kushikamana mambo kama haya ambayo kwamba yatapunguza au kuondosha hasira, wa minha as-samt was-sukut, ni mtu kunyamaza. Tumesema wiki iliyopita kwamba katika mambo ambayo kwamba mtu afaa kuwa nayo anapokasirika ni anyamaze.
kwa sababu waweza toa maneno makali, waweza toa maneno mabaya, waweza toa maneno ya kejeli yakachoma moyo wa mtu, baadaye ukaja ukajuta, ukamwomba msamaha, lakini ule mtu akafurahika na wewe, akacheka na wewe, lakini ndani ya moyo wake kuna jeraha zito melieka, kwa sababu ulipokuwa umekasirika ulizungumza huku nyamaza kufuata mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana wakasema kuigiza maneno ya Mtume, ukikasirika usizungumze. Ani Ibn Abbas radhiyallahu anhu, hadithi iliyopokelewa na Ibn Abbas radza Mwenyezi Mungu zimshikie yeye, ani nabii sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa Mtume Mwenyezi Mungu rehma na amani zimshikie, qala, amesema idha ghadiba ahadukum falyaskut, atakapokasirika mmoja wenu na anyamaze. Qalaha thalathan, Mtume akasema hivyo mara 3, idha ghadiba ahadukum falyaskut, idha ghadiba ahadukum falyaskut, idha ghadiba ahadukum falyaskut. Atakapokasirika mmoja wenu, atakapopatwa na hasira mmoja wenu, atakapopandwa na hasira mmoja wenu, basi falyaskut, ni anyamaze. Kwa nini? As-sukutu salama. Yule anasema kunyamaza kuna salama, kuna amani kubwa sana kuliko mtu kuzungumza wakati hasira. Uenda ukatoa maneno machafu, uenda ukatoa maneno mabaya, maneno kama yale yakakudhuru wewe na yakamdhuru yule ambaye kwamba umemkasirikia, ima kukudhuru wewe ukajivunjia heshima, ukajipeza mbele za watu, ukajionyesha ni mtu duni mbele za watu. Kumdhuru yule mwingine, waweza rusha neno kama tulivyoeleza wiki iliyopita, waweza rusha neno likamdunga au likadunga moyo wa mtu, baadaye ukajuta, ukamwomba msamaha, taban akakusamehe, lakini kama ni tajiri yako ataona mfanyikazi wangu mimi hivi, na kama ni mfanyakazi wako ataona utajiri wangu mimi hivi, kama ni mume ataona kumbe mke wangu yuko hivi, kama ni mke ataona kumbe mume wangu yuko hivi, kama ni mtoto ataona kumbe baba yuko hivi, kama ni mama ataona mwanangu kumbe yuko hivi, kama ni baba ataona kwamba, yani alhasil, zile alaka ambazo kwamba tuko nazo, ikiwa tutanyamaza tutaepukana mengi na majuto mengi na hasara nyingi. Kwa hivyo Mtume akatuhusia katika mambo ambayo kwamba Muislamu na mwanadamu afaa kushikamana nao anapokuwa na hasira, ni as-sukutu, ni kunyamaza wakati mtu anapokuwa na hasira. Walidha fa inna ala al-muslim an yudrika anna al-ghadab alladhi la yumkinu at-tahakkum fihi wat-takhfifu min atharihi huwa a'da al-a'da'i lil-insan. Mwanadamu jua pale ulipo kwamba hasira ambazo kwamba huwezi kuzimiliki, hasira ambazo kwamba huwezi kuzikontrol, hasira ambazo kwamba zitakupelekea wewe kufanya mambo ambayo kwamba hasira zako zinakwambia ufanye, na ukakosa kufuata mafundisho haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba Mtume asema atakapokasirika mmoja wenu aseme a'udhu billahi minash shaitani rajim, itamsaidia kupunguza hasira, makondo ya hasira. Atakapokasirika mmoja wenu, Mtume asema ikiwa amesimama akae, ikiwa amekaa alale, itapunguza au itaondosha hasira zake. Mtume akatupa njia 3 kwamba yote ambaye kwamba atakuwa na hasira anyamaze, kwa sababu katika kunyamaza kuna usalama na kuna amani na kutapelekea asiende kujuta. Basi ikiwa utapandwa na hasira na usishike haya mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, bila shaka Muislamu wewe unanisikiliza na mimi mzungumzaji, tutaenda kuingia katika majuto ambayo kwamba tutajuta, na majuto ni mjukuu, ni mambo ambayo kwamba hatuwezi kuyaregesha. Kwa hivyo katika silsila ambayo kwamba tulikuwa nayo ya wasia ya yule bwana aliyokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia ausini ya Rasulullah, Mtume akamwambia la taghlab, tukaeleza mafuhumu ya maneno haya Mtume aliposema la taghlab, usikasirike, maneno mafupi yenye maana nyingi. Tukaeleza faida ambazo kwamba zapatikaniwa ndani na chini ya hadithi kama hii. Leo inshallah tumemaliza silsila ya hadithi kama hii la taghlab, usikasirike, kwa kueleza njia ambazo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameenda kutuelekeza njia kama hizi, ambazo kwamba tukishikamana nazo tutaweza kuepuka hasara ambazo kwamba zapatikaniwa kwenye hasira. Tuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ni wenye kusikiza mema na kuyafata, na kusikia mabaya na kuyawacha. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran lakum wa jazakumullahu khair.